Leo nataka nikupe vitu vitatu vitakavyokuza brand yako immediately kwenye social media. Kama ni mfanyabiashara, mjasiriamali, sikiliza kwa makini. This is how you blow on social media. Very careful. Jambo la kwanza, conversation. Conversation tunamaanisha ni mazungumzo. Hapa unatakiwa kuposti kitu ambacho kinapelekea watu kufanya conversation. Kwa mfano, unaongelea pointi ambayo moja kwa moja itawafanya watu waanze kukujibu ama kutoa maoni yao kwenye hiyo topic. Kuna topic ambazo ukiziongea automatic moja kwa moja zinamfanya mtu aone, mbona hii iko hivi? Mbona hii nilijua iko hivi? Mkijibizana pale, it means inakuza conversation, then brand yako inalipuka pop kwa ghafla. Kitu cha pili ni controversy. Controversy ni utata. Kuleta kitu ambacho kitaleta utata katikati ya watu. Kwa kutengeneza content kama hizi, zitakufanya kukaa kwenye mioyo ya watu muda mrefu kichwani kwao. Na wakikutana aina yako ya content wanakumbuka moja kwa moja, huyu bwana ndio, yule bwana alisema hivi, huyu bwana wana hivi, si yule jamaa inakuletea hivi. Kwa mfano, unaweza ukasema acha kusaidia maskini. Alafu nakuja kuelezea vizuri kwa nini unasema maskini sio kusaidia. Wakati kama ni wewe ni tajiri inabidi umsaidie maskini. It's obvious, kila mtu angekuja hapa akisema saidia maskini, saidia maskini, saidia unachonacho. No, wewe njoo sema usaidie maskini. Saidia maskini, ameamua mwenyewe kuwa maskini na ameyataka. Alafu una proof point zako. Mwisho wa siku walikuwa hawakuelewi, lakini mwisho wa siku wanasema kumbe bwana anamaanisha hivi, na ni kweli, kwa namna hii ni kweli. Na hiyo sio utani. Usisaidie maskini. Maskini ametaka kuwa maskini. Si utani wala sio mfano. Na kitu cha tatu ni community. Community yani kutengeneza jamii yako mwenyewe. Tengeneza kama brand, jipeni jina. Yani kwamba nyinyi ni watu wa aina gani? Wewe ni watu gani ambao unawataka waje hapo wawe watu wako wa karibu? Watu huwa wanajiunga na watu ambao wako sawa. Unasikia ile wanasema ndege ambao sawa wanaruka pamoja. Hii ni kwamba watu ambao wana vision, wana maono kama wako watakufuata endapo utawawekea mazingira ya kuonesha hapa ndo kwao. Kwa mfano, mimi mara nyingi huwa na identify kwamba hapa ni watu ni matajiri, watu ambao hawataki umaskini hata kidogo, watu wanaotaka kujenga future zao, kubadilisha mwenendo mzima wa familia zao, wao binafsi na jamii kwa ujumla. Watu wanaotaka kujenga kitu, sio kutaka tu hela. Bwana mimi ni ajili, natafuta ajira kupata hela nipate kuishi. No, sisi tunataka tusiishi kama as long as hatujafa. Tuko wazi kuwa wajasiriamali, kwa maana kwamba kuamini kitu fulani kitaleta matokeo hata kama kitachukua muda mrefu, as long as tumekiamini kitaleta. So hapa sio sehemu ya watu wanaotaka ajira. So ajira sijui nini, kulaumu serikali, kulaumu wazazi, kupambana mazingira, kuona umaskini ni jambo lao, umaskini ndio kitu cha msingi. Hapa sio community yenu. Hii ni community ya watu wanaosajili makampuni, wanaoanzisha biashara, wanao dream big, wanaotamani kuteka East Africa, wanaotamani kubadilisha maisha yao binafsi, maisha ya familia yao, wanaotaka kutengeneza future iwe juu yao. Lakini kikubwa zaidi ni kujenga wanaume ambao wanaweza kuwa wanaume, sio kujenga wanaume ambao wanataka kuwa wavulana. Kwa mfano, kama unaamini kwenye 50-50, mwanamke na wewe mchangie pamoja, hii sio sehemu yako. Kama unaamini unaweza kupata zali la mentali mwanamke ambaye anaweza kufanya maisha yako yakawa badilika baada ya kuwa mwanamke fulani, hapa sio sehemu yako. Hapa tunabadilisha maisha ya wanawake. Ni wanaume tunaosimama, tuna take control, tunabeba majukumu, tunasimama kama wanaume, tunabadilisha maisha yetu binafsi kwanza, familia zetu tulizonazo, tulizotengeneza, familia tulizotoka na jamii kwa ujumla, tunasimama kama wanaume. Hii ndio community inayokuwepo hapa. So kama unafikiri hapa ni sehemu ambayo utahisi kuna 50-50 na wanawake sijui na nini, I say nimejipatia, Mungu kaniletea, wewe sio hapa na sikutaki, unfollow, toka. Lazima uhakikishe na master conversation, controversy na community. Conversation lazima utengeneze content zinazofanya watu waweze kuchangia. Controversy lazima utengeneze content zenye utata, na community lazima utengeneze identity group la watu wanaoamini kwenye aina fulani ya mambo, mtazamo fulani. Hao watu watakufuata kwa sababu wanaamini hilo jambo. Wengine wote waliobaki acha waende kwao. So ukitaka kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza personal brand ya biashara yako na wewe binafsi, comment neno brand hapo chini. Nitakutumia course maalum ambayo nimeandaa, nimefundisha kwa kina namna gani mfanya biashara anaweza kutengeneza personal brand yake kwenye biashara. Comment neno brand, nitakutumia DM kwako moja kwa moja.